Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo samedi le 23 février 2025 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa ambazo tumewaletea jioni ya leo ni mbichi. Tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mo teritwari ya Masisi kwenye mapigano ni makali kati ya FARDC pamoja na wazalendo wakipigana na waasi wa AFC M23. Siku ya leo mapigano makali yaliripotiwa pale Kibati, eneo inayopatikana katika eneo ya Walikale karibu na Masisi. Upande mwingine tena mapigano makali yaliripotiwa katika eneo ya Kinyumba kule eneo zinazokuwa karibu na Nyabiondo Centre. Tutawaambia kabisa jinsi pale mapigano yalikuwa. Taarifa zetu mbichi za jioni ya leo tutawapeleka kule Iran. Leo Marekani na Israeli walifanya mashambulizi makali dhidi ya Irani. Kulikuwa kabisa milipuko mikubwa ya mabombe katika maeneo tofauti ya nchi ya Irani. Eneo ya Katana kulikuwa mitingi siku ya leo ya AFC M23 apres siku moja ama masaa machache, na hali katika eneo ya Katana si nzuri kutokana na mashambulizi ambayo yalisikika. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa mbalimbali tena tofauti na za kweli kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Na kujiunga nasi muguse hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description mtapata linki yetu, mujiunge. Mkigusa kwenye linki hiyo bila shaka mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi za jioni ya leo moja kwa moja tuwapeleke kwenye uwanja wa vita mo teritwari ya Masisi na Walikale. Tuambie kabisa jinsi mapigano yalikuwa katika maeneo yale kati ya wazalendo na FARDC pamoja na waasi wa AFC M23. Mapigano yaliripotiwa kule Kibati. Mapigano makali yalianza kati ya AFC M23 pamoja na wazalendo na FARDC katika eneo ya Kibati asubuhi ya leo mapema. Vikosi vya serikali pamoja na wazalendo ndio wenye waliatake AFC M23 katika eneo ya Kibati, wakiwa wanataka kurekipere eneo ya Kibati pale Walikale, kilomita chache na Kashebere. Kashebere eneo inayopatikana mu Masisi, kilomita ambazo ni chache na Masisi Centre. Katika mapigano hayo kulisikika milipuko ya mabombe, silaha ndogo ndogo zikasikika pale, na vyanzo kadhaa vya ndani vilituambia kwamba wakati wa mapigano katika eneo hiyo trafiki kati ya eneo ya Mungazi na Kashebere ilisimama. Donko kukukua kabisa kusafirishwa kwa vitu ama kwa kupita kwa watu kwenye rute ambayo inatoka Mungazi kelekea Kashebere. Wasafiri na madereva wa teksi kutoka Walikale hadi maeneo ya Goma na kwingineko walikwama katika eneo ya Mungazi, huku wale wanaotoka Goma wakielekea Walikale kusubiri katika eneo ya Kashebere kutokana na mapigano makali ambayo yalikuwa katika eneo ya Kibati. Apre masaa kadhaa na wako napigana, FARDC na wazalendo hawakuweza kurekipere eneo ya Kibati. AFC M23 ili resiste pale, apre ikawarudisha nyuma wazalendo na FARDC wakarudia mapozisio yao mule mu teritwari ya Walikale mu vijiji tofauti vinavyokuwa karibu na Kibati. Na kama mnakumbuka vizuri, eneo ya Kibati
ni eneo yenye kulikuwa kukiripotiwa mapigano makali kuanzia mwezi wa kenda wa mwaka jana. Kule kulikuwa kukikuwa mapigano hatari. Unasikia apre siku mbili wazalendo na FARDC wanarekipere Kibati, apre une semaine tena wanapigana M23 inakamata eneo hiyo. Kibati wakaikamata wakajiondoa ndani FARDC na wazalendo. Donc hali ya kiusalama kule ilikuwaka na sinzuri, na baada sasa ya kuisha kwa siku mingi na kule hali ni ya utulivu tena eneo ya Kibati, leo kulikuwa mapigano apre kupigana FARDC na wazalendo walikuwa repousse wakarudia katika mapozisio tofauti kwenye walikuwa na wametokea. AFC M23 ikabakia na inadhibiti eneo ya Kibati. Hali ya utulivu ilirejea pale na trafiki ikaanza kutumika, donc wapita njia pale madereva wa taxi wakaanza kazi zao kama kawaida. Eneo hiyo kabisa vyanzo kadhaa vinatuambia kuwa kuna majeruhi upande wa wakaaji wakati wa mapigano hayo maeneo ya Kibati. Tukiendelea na taarifa zetu, tuwapeleke Masisi katika eneo ya Kinyumba karibu na eneo ya Nyabiondo kwenye kuliripotiwa mapigano mapya leo kabisa yalizuka hapo katika eneo ya Kinyumba kati ya wasi wa AFC M23 pamoja na wazalendo. Kinyumba ni mji mdogo ulioko takribani kilomita 10 kaskazini mwa Nyabiondo. Unasikia deja haiko kwa mbali sana. Pale ni kwenye ruti inayotoka Nyabiondo ikielekea wapi? Pinga kabisa. Kulingana na vyanzo vya habari katika eneo ya Nyabiondo na pale Kinyumba, waasi tena njo wenye walishambulia eneo hili linalokaliwa na serikali pamoja na wazalendo. Waliatake eneo ya Kinyumba ili kuona kwamba wanaweza wakairekipere. Donc AFC M23 iliatake FARDC pale ili ione kwamba itarepousser FARDC pale ikamate eneo ya Kinyumba. Mapigano hayo yalisababisha kusimamishwa nako kwa trafiki ya pale Pinga na Nyabiondo. Donc wanaotoka Pinga vers Nyabiondo hawakupata njia, wanaotoka pia Nyabiondo kwenda Pinga hawakupata njia kwa sababu eneo ya katikati pale Kinyumba kulikuwa mapigano. Na kutokana na hayo mapigano hofu ilienea sana katika wakaaji wanaoishi Nyabiondo na wengine wanaoishi katika vijiji mbalimbali karibu na pale. Milio mikubwa ya silaha nzito na nyepesi ilisikika pale apre masaa kadhaa na wako napigana. AFC M23 nayo ilikuwa repousse ikarudia Nyabiondo. Waliatake na wanatokea Nyabiondo wakapigana sana. Baada ya masaa masita muvita pale AFC M23 haikuweza kurekipere ama kuikamata eneo ya Kinyumba. FARDC na wazalendo walipiga wakairudisha mpaka kule Nyabiondo kwenye walikuwa na wametokea. Donc njo kwenye AFC M23 ilielekea apre kushindwa kukamata eneo ya Kinyumba. Kama ukumbusho, hapo jana tena kuliripotiwa mapigano. AFC M23 tena jana waliatake pale mapigano ya kashinda hapo siku yote apre kupigana kwa siku nzima. AFC M23 wakairepousse tena leo ilikuwa imeatake ilione kwamba itarikipere pale meka kutana na FARDC na wazalendo nao wako nguvu pale bikashindikana. Maeneo ya Masisi hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya. Nadhani ya kwamba mnajua kabisa jinsi kule mapigano yanaendelea kuripotiwa maeneo tofauti. Donc FARDC na wazalendo wanaendelea kupigania maeneo tofauti kule, na hali ya kiusalama kukua mbaya, na vile vile kuacha hali ya kibinadamu pia kukua mbaya zaidi, kutokana na kuwa population wanaendelea kukimbia wengi, wanaoelekea Rubaya, wanaokimbilia Ngungu, wanaokimbilia Mshaki, hata wengine Goma, wengine Masisi Centre, wengine Mwalikale. Hao wote wanakimbia tu na hawana namna ya kuishi kule, donc hawana kwenye watakaa chakula kwao kabisa. Mnasikia kwamba maisha ni magumu. Usaidizi unahitajika kwa hao wakaaji ambao
wanaendelea kukimbia makazi yao wakielekea katika maeneo tofauti, na huko deja wanakuwa wakimbizi, hawana kila kitu. Tunaendelea na taarifa zetu. Habari zetu tuwapeleke wapi? Tuwapeleke kule maeneo ya Uvira. Katika mji wa Uvira siku ya leo asubuhi mapema kulifanyika salongo. Wakaaji pale katika mji wa Uvira walifanya salongo kabisa, mji wakausafisha. Ni salongo ambayo iliambiwa population na yule meya wa mji wa Uvira. Yule meya wa mji wa Uvira ndio mwenye aliambia population kwamba kuko salongo. Kuliamka sasa na kila kitu kitumike hapo, milango na inafungiwa. Apre masaa maine ya salongo njo kazi ikaendelea kukua ya kawaida, wakafungua wachuruzi, wakafungua na biashara tofauti zikafungua pale. Ni salongo ambayo itakuwa ikifanyika kila samedi ya mwisho wa mwezi. Pale kabisa kila samedi ya mwisho wa mwezi kutakuwa kukifanyika salongo. Ni namna ya kusafisha mji wa Uvira. Kule kulinye defo katika maeneo ya Uvira hakuna mapigano, donc hali ni ya utulivu kule, hakuna vita. Mteritware ya Fizi nako hakuna vita. Mkatana sasa, eneo ya Katana ambayo inapatikana mteritware ya Kabare hapo kilomita chache na eneo ya Kavumu. Siku ya leo kulionekana wanajeshi wengi wa AFC M23 ambao walikuwa wakiita watu kuwa kuna mitingi ambayo itafanyika, wajiandae kumpokea gavana wa Sud Kivu yule Busu Bwangwi wa AFC M23 pale Katana. Kabla ya hayo yote kufanyika pale Katana, taarifa tunazo ni ya kwamba busiku ya jana haikukuwa bien pale, donc busiku kabisa haikupita bien katika eneo ya Katana pale, pamoja na biro ya zamani ya Dignité Impact. Nadhani ya kwamba pale mnapajua kuna wanajeshi wa M23 wenye walienda iba pale ma 3h, ilikuwa saa kenda usiku, bali pigana na nani kwanza na gate ama ile lupango, wakapigana nayo bikakatala, epui wakavuka ile lupango wakairuka na njo kuforce mulango sana, bikashindikana. Apre kufika ndani na wameruka sasa, wakafanya ile bwizi na masasi kasikika hapo, njo hofu ikawa mu population. Apre pale sasa asubuhi ya leo kukaonekana wanajeshi wengi na wako na anzisha mitingi hapo, wakiambia population kwamba kuna mitingi. Wakaaji wa hapo wanaendelea kuwashtumu wanajeshi wa AFC M23 kwa kuwa wanaendelea kuacha wakaaji kabisa waishi vizuri kutokana na maoperasyon ya usiku, wizi nao wanaoendelea kufanya, kuingilia watu. Hivyo vyote wanavishutumu kabisa waasi wa AFC M23 kuwa wanavifanya katika eneo ya Katana, na hivyo kuacha maisha kabisa hayaendi sawa. Leo gouverneur alifika pale sasa wa Sud Kivu yule Busu Bwangwi wa AFC M23, na hatujajua sasa message ambayo alikuwa akitaka kuipana ni ipi. Mais après après kuisha kwa ile mitingi tutakuja kufahamu mengi ambayo aliwaambia. Donc pour le moment hatujajua kabisa message ambayo aliipana. Ndugu zangu, inakuwa karere de vitesse wakati unasikia tunasema neno mubaya, inakuwa karere de vitesse kwa sababu tunakuwa tuko na wapa habari mingi tukisema mengi, wakati unasikia tunasema neno ambayo haiendani, donc yenyewe haiko be, donc ni erreur de vitesse. Hapo ni Katana kwenye tutakuja kufahamu mengi nyuma kuhusu mitingi ile ya AFC M23 yenyewe walifanya Katana. Leo sasa depuis asubuhi mapema kule katika nchi ya Irani kuko mapigano, mabombe kule, ni mamisile zenye zinatumikaka. Ilikuwa aisas
Leo Marekani na Israeli walianzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Marekani kabisa na Israeli zilizindua operation kubwa za mapigano dhidi ya Irani asubuhi ya leo mapema kufuatia kushindwa kwa mazungumzo ya hivi karibuni ya nuclear kati ya Wamarekani pamoja na wa Irani huko Geneva. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumamosi kwamba Marekani imeanzisha operation kubwa za mapigano nchini Irani. Alisema kwamba lengo letu ni kuwalinda watu wa Marekani kwa kuondoa vitisho vinavyotokana na Irani. Alitangaza hayo Donald Trump kwenye mitandao ya kijamii. Irani haitamiliki silaha za nuclear kamwe na Marekani inapanga kuharibu makombola ya Irani na kuteketeza tasnia yake ya makombola. Ni bwana Trump ambaye alidai hayo. Mapema sasa siku hii Wizara ya Ulinzi ya Israeli ilisema katika taarifa kwamba nchi hiyo imeanzisha shambulio la kinga dhidi ya Irani ili kuondoa vitisho dhidi ya Israeli. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari, mashambulizi yalitokea karibu na ofisi za kiongozi mkuu wa Irani ambaye anaitwa Ayatollah Ali Khamenei huko Teherani, mji mkuu wa Irani. Makombola kadhaa pia yaligonga mtaa wa chuo kikuu, wilaya ya Jamhuri na maeneo mengine katika mji huo. Milipuko pia ilisikika katika miji mingine ya Iran ikiwa ni pamoja na Isfahan pamoja na Qom pamoja na eneo ya Karaj na mji wa Karmeshah pamoja na mji wa Ilam. Irani ilifunga anga yake wakati wa shambulio hilo. Huduma za simu za mikononi zilivurugwa katika sehemu za Teherani, mji mkuu wa Irani. Nchi ya Israeli kupitia waziri wa ulinzi wa Israeli Katz alitangaza hali ya hatari ya haraka kote nchini. Vingora vilipiga kelele kote nchini kuwaonya watu kujiandaa kwa uwezekano wa kukabiliana na Irani. Anga ya Israeli ilikuwa imefungwa kwa ndege za kiraia. Bwana Katz alionya kwamba shambulio la kombola na ndege zisizo na rubani dhidi ya Israeli na raia wake linatarajiwa katika siku za usoni. Vikosi vya ulinzi vya Israeli vilipiga marufuku shughuli za kielimu, mikusanyiko ya umma na uwepo katika maeneo ya kazi isipokuwa huduma muhimu. Kupaa na kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv kulisimamishwa na abiria wakashauriwa wasiende uwanja wa ndege. Na mashambulizi hayo yalikuwa yakitokea katika nchi ya Irani. Après Israeli kuatake Irani nayo papo hapo ilianza kushambulia Israeli. Mashambulizi hayo yalikuja baada tu ya kukamilika kwa duru ya hivi karibuni ya mazungumzo ya nuclear kati ya Marekani na Irani huko Geneva siku ya Alhamisi. Mvutano kati ya nchi hizi mbili ulikuwa ukiongezeka kutokana na ongezeko kubwa la uwepo wa jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati na mazungumzo yaliyokwama. Fete pale Marekani iliatake Irani kupitia Israeli. Kama kawaida mnajua kwamba Israeli ni nchi inayo kuwa kabisa ya karibu na Marekani. Ni nchi ambazo zinasaidiana kama mambo tofauti sana kuhusu mambo ya Irani, Pakistani na zingine nchi za Waarab. Israeli kabisa inakuwaka na makoro tofauti ama na kusaidiana sana na Marekani kwa sababu wote wawili wanapiganaka na Waarabu sana. Na mashambulizi ya leo yalikuwa matata kule, mabombe yalikuwa yakitoka Israeli kupiga Irani nayo ikaanza kushambulia Israeli. Na kutokana na mashambulizi hayo nchi kama Doha na nchi ya Dubai nazo ziliathirika. Plito nchi ya Qatar, ninasema Doha ni kapitali ya Qatar. Qatar na nchi ya Dubai ziliathirika sana kwa sababu kuna mabombe ambayo yalianguka katika mji wa Doha leo wakati walikuwa wakipigana. Na kule Dubai nako vile vile na ndege, vituo vya ndege navyo vilisimamishwa huko. Hakuna voyage yoyote kabisa ya kutumikisha ndege kwa sababu ni nchi ambazo zinapakana na pale kwenye wako napigana donko kabisa.
wakatumikisha ndege, huenda wanaweza wakakutana na mabombe yale juu yenye yako naenda hapa na pale. Njoo sasa nazo zilifunga viwanja vya ndege ili wakaji wao wakuwe na usalama. Mapigano kati ya hizo nchi mbili mnajua ya kwamba yalikuwa yamesimama kwa miezi kadhaa apres tena kupigana kwa ndani ya mwaka jana. Mwaka jana mnajua walipiganaka sana, ikamaliza kose M1 wako napigana apres maongezi yakafanyika mete na maongezi yalikataa kuhusu mambo ya nuclear, tena wakaanza kupigana kule kabisa. Nako tutakuwa tukifuatilia taarifa za mapigano huko ili kuambia ni kipi kinachoendelea kati ya pande mbili. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo tulikuwa na tumewaletea jioni ya leo. Tunawashukuru sana. Apres kuzifuata habari zetu, tunachowaomba ni kusubscribe, yani kuziabone na kuzisambaza habari kwa walio wengi ziwafikie. Merci.